Ndugu zangu, wakati tunaendelea na mifungo hii, mimi nikushukuru TAKUKURU na nimshukuru mtendaji mkuu wa TAKUKURU Kamanda Chalamila kwa kuandaa iftari hii usiku huu kwa ajili ya wadau wake ndani ya mkoa wa Lindi. Tumesikia utambulisho uliopo, mchanganyiko ni mkubwa, wako watumishi lakini wako wadau wa kupambana na kuzuia rushwa. Wote hawa ni waumini wa dini mbalimbali. Wote hawa wanamwamini Mwenyezi Mungu, kila mtu kwa imani yake. Na kwa maana hiyo nataka nipite hapo hapo, kwa sababu tunasema hakuna mwanadamu aliyekamilika. Aliyekamilika ni Muumba wetu peke yake. Na sina mashaka kwamba sisi wote tunaamini kwamba tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, na hivyo lazima tupite kwenye njia iliyonyooka ili tuweze kutekeleza matakwa ya sisi kuwepo kwenye dunia hii. Ninarudia pale, wako wanaofunga Ramadhani, ambayo sasa Ramadhani ukipita kwenye misikiti yote utasikia mwadau. Tafsiri yake ni kwamba Ramadhani inaagwa. Wako wenzetu ambao wako kwenye Kwaresma. Leo sijahesabu ni siku ya ngapi, kwa hiyo tunakwenda 30. Tumefanya ibada hizo na tunakwenda mwisho. Wakati tukifanya ibada hizo kama wanadamu, wote tulikuwa wanyenyekevu wa Mwenyezi Mungu. Tulikesha kwenye misikiti, tulikesha wenzetu wa Kwaresma huko ambako wanakesha kumlilia Mola wetu ili tuweze kupata msamaha na tuweze kupata mwisho ulio mwema. Tumeacha matendo mabovu yote, tukawa tunapiga magoti kwenye nyumba zetu, kwenye nyumba za ibada tukimlilia Mwenyezi Mungu. Maana yake ni nini? Tumeacha yale yote mabaya ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia tusiyafanye, lakini tunayaacha kwa mwezi mmoja na kwa siku 40. Wote wasafi, tumesafisha mioyo yetu, tumesafisha, tukamlilia Mwenyezi Mungu. Inawezekana wakati huu tunapofanya ibada hizi, tukienda kwenye ofisi zetu za serikali, tukienda kutafuta huduma, tunapata huduma bila tabu, kwa sababu watu wako kwenye ibada wanamwogopa Mwenyezi Mungu. Sasa mifungo hii inakwenda kuisha. Nimesema Ramadhani iko ukingoni, ziko siku 2 zinazoendelea. Na jana kwa wale wanaofunga Ramadhani, ili siku ikuwa ni siku ya kuitafuta Lailatul Qadr. Watu wamekesha wakimlilia Mwenyezi Mungu, kutafuta ridhaa na kuomba saumu zao zikubalike. Tunatoka huko, tunarudi sasa kwenye dunia ambayo tumezoea kuiishi kwa miezi 11. Tunakwendaje? Je, tunarudi tena kwenda kuomba rushwa wakati tunatoa huduma? Tunakwenda tena kulazimisha kupewa huduma kwa kutoa rushwa? Kwani wakati huo Mungu atakuwa amekwenda likizo? Kwani rejee kuwaomba. Rushwa imekatazwa kwenye vitabu vyote. Ukienda kwenye msahafu wa Islamu, rushwa ni haramu. Ukienda kwa wenzetu wa Kristo, rushwa ni haramu. Kwa hiyo niwaombe, wakati tunamaliza ibada hizi, liwe ni darasa kwetu.
la kwenda kuacha yale yote ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuyaache. Ni matarajio yangu kama kweli tumemcha Mwenyezi Mungu kwa ukweli wa kumcha, tukwende tukatoe huduma kwa wale wanaotoa huduma, tukatoe huduma bila kuwasumbua tunaowapa huduma. Twende tukawape wenzetu huduma bila kuwaomba chochote, kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu kukupa wewe afya, kwa Mwenyezi Mungu kukupa wewe ajira kwenye